kusikia, kupambanua, lakini pia kuitii sauti ya Roho Mtakatifu, ikiwa ndiyo sehemu ya tatu. Ningependa unisikilize kwa umakini mkubwa sana, kwa sababu kuna jambo ambalo Bwana ameliweka ndani yangu ili nikufundishe. Nilikuwa nimefika kwenye namna ya pili ama njia ya pili ambayo Mungu anaitumia ili kuzungumza na mtu. Nikataja kuhusiana na ndoto na maono, lakini pia kuna njia nyingine ambayo ni kupitia kwa mtumishi wake. Kwenye kile kitabu cha Mambo ya Nyakati mlango wa 20 na mstari wa 20, maandiko yanasema ya kwamba maandiko yanasema muaminini Mungu ndipo mtakapothibitika, lakini waaminini watumishi wake ndipo mtakapofanikiwa. Kuna vitu zingine ambazo watumishi wa Mungu kwa sababu ya kuwa na relationship ya karibu na Mungu wanaweza akakupa, lakini kwa sababu wewe hujalipia gharama, hauna uelewa wa kutosha, inakuwa sio rahisi ukazipata zile vitu. Lakini ukienda kwa mtumishi wa Mungu inakuwa ni rahisi akasikia sauti ya Mungu. Ni rahisi ukasikia Mungu kupitia kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Amos mlango wa 3 mstari wa 7, maandiko yanasema ya kwamba bila shaka Mungu atofanya jambo lolote pasipo kuwafahamisha watumishi wake manabii. Kwa hivyo wakifahamishwa, wanaweza wakafahamishwa na ukajua ujumbe wa Mungu ama kile Mungu anachokisema kupitia kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo njia nyingine ambayo Mungu anazungumza ni kupitia kwa watumishi wake ambaye ameweka hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa njia ya 4 ni kupitia kwa kusoma maandiko ama kusoma neno la Mungu. Wakati ule unaposema neno la Mungu, maana neno la Mungu ni Mungu mwenyewe, ujue kwamba una uwezo wa kumsikia Mungu kupitia kwa neno la Mungu. Ujue kwamba maandiko yanasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na mwanga katika njia zetu. Neno la Mungu ni njia ambayo Mungu anaitumia sana, hasa kwa wale watu ambao wanasoma maandiko na wale watu ambao wanaatendi katika mikutano na ibada za ambazo kunafundishwa neno la Mungu. Thank you. Lakini pia njia nyingine ambayo Mungu anaitumia ili kuzungumza ama Roho Mtakatifu anaitumia ili kuzungumza ni kupitia kwa sauti yake. Wakati ule Yesu alipokuwa anabatizwa, maandiko yanasema ya kwamba sauti ikatokea mbinguni ikisema, huyu ndiye mwanangu mpendwa, mkapate kumsikia. Kwa hivyo pale Mungu aliongea direct, sauti yake ikasikika. Kwa hivyo kuna wakati Mungu huwa anaongeanga direct, unasikia. Unakaa hivi chini na unashangaa kwamba kuna sauti unaisikia. Wakati ule Paulo alipokutana na Yesu, maana Yesu ni Mungu, maandiko yanasema ya kwamba akaisikia sauti ya Yesu akimuuliza, kwa nini unanitesa? Wale ambao walikuwa wanamzunguka Paulo hawakuwa na uwezo wa kumsikia, lakini Paulo mwenyewe aliweza kusikia Yesu akiongea. Ni mara nyingi tu ambapo Mungu ameongea kupitia kwa sauti yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia wakati ule wa Samueli ambao nimeeleza hapo nyuma, maandiko yanasema ya kwamba Samueli akawa ameitwa na Mungu, lakini hakuelewa kama ni Mungu alikuwa anamuita, mpaka akafundishwa na Eli. Pia njia nyingine ambao Mungu anatumia ili kuzungumza ama Roho Mtakatifu anatumia ili kuzungumza ama kuisikiliza sauti yake kwa watu ni kupitia kwa mawazo yake ama mawazo yako. Maandiko yanasema ya kwamba maandiko yanasema ya kwamba kwa maana mawazo yangu ni tofauti na mawazo yenu. Huyu ni Mungu anazungumza. Kwa hivyo ina maana kwamba Mungu ako na mawazo yake, ambao yale mawazo anaweza akayaweka ndani ya akili yako, anaweza kuweka ndani ya nia yako. Ukawa uko na wazo lakini ile wazo sio lako. Kwa hivyo njia nyingine ambayo Mungu anazungumza ni kupitia kwa mawazo yake. Anakutia wazo ndani yako ya biashara, wazo la doa, wazo la vile ambavyo utapata pesa, anatia wazo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ndio hii njia uitumie, lazima uelewe kwamba nia yako ikuwe iko safi. Kwenye kile kitabu cha Romans
ama kitabu cha Warumi mlango wa 12 na mstari wa 2. Maandiko yanasema ya kwamba msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu. Nia ni storage part ya mwanadamu. Wakati ulipokuwa unasoma darasani uliambiwa 1 + 1 = 2, na hata leo hujasahau. Ina maana kwamba kama vile hukusahau ulipoambiwa 1 + 1, kuna vitu unaweza kuwa dunia imekufundisha. Inawezekana shetani alikufundisha kupitia kwa utumishi wake, ama kupitia kwa mtu ambaye alikuwa amepagawa na mashetani, na ukarekodi ndani ya nia yako. Maandiko yanasema msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Yaani udelete kile ambacho ulifundishwa sio cha Mungu. Ndio maana maandiko yanasema kila pando asiyopanda Mungu wa mbinguni litang'olewa. Uondoshe mawazo mabaya ndani ya nia yako, ndani ya storage part yako, ndio Mungu aweke wazo lake ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo cha maana ni umake sure kwamba umedelete kibaya katika nia yako, umeifanyia kazi nia yako, ndio Mungu aweke wazo lake ndani yako. Kwa hivyo njia nyingine ambayo Mungu anatumia ili kuzungumza na watu ni kupitia kwa mawazo, ama kupitia kwa mawazo yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Njia ya 7 ambayo Roho Mtakatifu ataitumia ili kuzungumza na watu ni kupitia kwa maombi ama maombezi. Kwenye kitabu cha Zaburi 91 and verse 1. Kitabu cha Zaburi, that is 91 and verse 1. Maandiko yanasema wanaokaa mahali pasiri pake aliye juu watakaa katika kivuli cha Mwenyezi. Tunaongelea kuhusiana na secret societies ya Mungu. Kikundi cha ambacho kinakaa mahali pasiri pake Mwenyezi. Hapo ndipo ambao panapatikananga siri za Mungu, na uwezi ukafika pale ukiwa auombi. Kwa hivyo njia mojawapo ambayo itakufikisha mahali pasiri pake aliye juu ili upate siri za Mungu. Maana maandiko yanasema watakaa katika kivuli cha Mwenyezi. Mtu anayekaa katika kivuli cha Mwenyezi ana tofauti na pale Mungu anaishi. Maana kama kivuli cha Mungu iko hapa, ina maana kwamba na wewe uko pale pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hii njia ndio uitumie, kupitia njia ya maombi ndio ikuwe na impact. Lazima uombe mpaka ufike katika kivuli cha Mwenyezi. Kama vile watu wa Illuminati na Freemason wako na secret society zao ambazo ni Illuminati, Freemason na zingine tofauti. Naye Mungu ako na kikundi chake ambacho ni cha siri. Na ndio hawa ambao nasema kwenye kitabu cha Zaburi 91 and verse 1, anasema those who dwell in the secret place, wanaokaa mahali pasiri pake aliye juu. Ndio mahali ambapo Mungu amecreate ili kwamba ukiomba uhakishe kwamba katika ulimwengu wa kiroho umefika pale ukapata siri za Mungu, ukapata kunenewa na Mungu. Kama haujafikia level ya kufika ile sehemu, ujue kwamba kuna siri zingine ambazo hautazifahamu. Kuokoka hakutoshi tu, lakini baada ya kuwa umeokoka unakaa mkono wa kuume wa Mungu Baba. Lakini kuna level nyingine ambayo ni ya kuenda katika kivuli cha Mwenyezi, mahali ambapo kuna kivuli cha Mungu. Sasa hapo ndio unapatanga siri, lakini unaingianga pale kupitia kwa maombi. Tunapoongelea kuhusiana na secret place of God ama mahali pasiri pa Mwenyezi, tunaongelea kuhusiana na pale ambapo Yesu aliondosha pazia la hekalu. Maana maandiko yanasema ya kwamba wakati ule Yesu alipokufa, kuna pazia la hekalu lilipasuka. Mahali pale makuhani ndio walifaa kuaccess pale, ndio walifaa kuingia pale peke yao. Lakini kwa sasa hivi kila mtu anaweza akafika mahali pale. Usitosheke kukaa mkono wa kuume wa Mungu Baba, lakini ingia mahali pasiri kupitia kwa maombi ili upate siri za Mungu, ili uzungumziwe na Roho Mtakatifu wa Bwana. Na utaingia pale wakati ule ambapo utajitosa katika maombi, na ikiwezekana ukafunga ukiomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Yesu aliondosha hilo pazia la hekalu, everybody ama kila mtu anaweza akaenda pale. Ningeweza kufundisha zaidi kuhusiana na mahali pasiri pake Mwenyezi, lakini kwenye hii sehemu ya kwanza nataka nifike pale. Lakini cha maana ni kwamba Mungu ama Roho Mtakatifu huwa anaongeanga kupitia kwa maombi na maombezi. Lazima ukahakikisha kwamba umeomba mpaka ukafika hapo. Barikiwa sana. Amen.